Tumie fursa hii kuielekeza wizara kutekeleza mambo machache yafuatayo. Jambo la kwanza, tunaiomba wizara kuendelea kubuni njia mbalimbali za uendelezaji wa mazao ya utalii nchini kwa kuzingatia mgawanyo wa aina ya mazao na mtawanyiko wa kijiografia hapa nchini. Maana yake ni kwamba kuna mahali kuna aina fulani ya zao la utalii, aidha ni wanyama, malikale ama vivutio vingine vya asili vilivyoko. Basi wizara iangalie mtawanyiko huo na kuutafutia ubunifu wake ili uweze kuwa na manufaa na kuongeza mchango kwenye utalii. Jambo la pili, tutumie fursa za ukuaji wa sekta ya tehama katika kutangaza utalii na upatikanaji wa masoko ya utalii kwenye nchi yetu. Utaratibu wetu wa kutangaziana tu kwa majarida na vitu vingine kwa kweli kwenye dunia ya leo haviwezi kwenda sawa. Ni muhimu tuitumie tehama kutangaza utalii wetu ili tuite watalii wengi zaidi waje kwenye nchi yetu. Aidha, kwa upande wa sekta binafsi, naomba pia mnikubalie nitoe rai kwenu kuendelea kuwekeza katika sekta ya utalii, kwa sababu sekta hii ipo. Mtaona watalii wameongezeka. Huko nyuma tulikuwa tunahangaika kuwatoa watalii kutoka milioni 1 kuwapeleka tu milioni 2. Imetuchukua safari ya muda mrefu sana. Lakini kwa kipindi kifupi cha serikali ya awamu ya 6 wametoka huko walikokuwa. Leo tunazungumza watalii zaidi ya milioni 5. Hii ni hatua kubwa, ni kwa sababu tu sekta binafsi imekubali kushiriki kwenye uchumi huo. Na serikali kwa upande wetu tutafanya kila tunaloweza kuondoa kila aina ya vikwazo vinavyowafanya watalii na wawekezaji walio kwenye sekta ya utalii waone ni rahisi kuwekeza kwenye nchi yetu badala ya kuwawekea mikingamo na uzito wa kufanya uwekezaji. Niombe pia muendelee kuiona fursa hiyo ya mwitikio chanya wa watalii kutoka katika masoko yetu ya kimataifa yanayokuwa kwa kasi, tuweze kuyatumia kujitafutia mapato. Niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika nyanja mbalimbali ili kuhakikisha kuwa ustawi wa biashara ya utalii nchini na maendeleo ya sekta hii kwa ujumla basi unanufaisha uchumi wetu na Mtanzania mmoja mmoja. Niwashukuru vile vile wataalamu wa utalii ambao walishatupa msemo kuwa hadithi hujenga taswira na taswira huvutia wageni. Hivyo nawahimiza wadau wote kuendelea kuwa wazalendo, tuendelee kuitangaza vyema nchi yetu na kutoa huduma bora kwa wateja. Watanzania tuendelee kuielezea mazuri tulionayo ndani ya nchi yetu ili tuendelee kuwavutia watu wengine waje kwenye nchi yetu. Nchi yetu pamoja na kwamba ni nchi ya amani na utulivu, imeendelea kuwa na ukarimu mzuri kwa wageni. Tuendelee kuwa wakarimu kwa kila anayekuja kwetu. Kila anayekuja kwetu aone sababu ya kurudi tena baada ya muda mwingine. Ni matarajio yangu kwamba onesho hili la Karibu Kili Fair 2025 itakuwa chachu ya kudumisha ubunifu, kubadilishana uzoefu na hata hivyo kuinua wigo wa biashara na kufanya watu wetu waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa sababu ya mazingira tulionayo, singependa kusema mengi. Niseme tu kuwa baada ya haya mengi niliyoyasema na baada ya haya mengi mlioyasikiliza, kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa kutamka kuwa onesho la Karibu Kili Fair 2025 nimelifungua rasmi, na asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Vile vile mwaka 2024 sekta ya utalii imeingiza mapato ya dola za Marekani kwa nchi yetu bilioni 3.9. Mheshimiwa mgeni rasmi, sanjari na kauli mbiu hiyo ya utalii endelevu, kujenga ustahimilivu na ubunifu, wizara inapongeza ubunifu wa Karibu Kili Fair, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono kuanzishwa kwa mpango wa Kili Fair Goes Green unaolenga kupunguza matumizi ya plastiki na kuhamasisha matumizi ya vifaa vinavyohamasisha utunzaji wa mazingira. Na hii ni mwanzo tu, na tunatarajia kuwa na watu wasiopungua mpaka 20,000 kwa mwaka huu. Na kwa siku hizi 3 huku ndani unaweza kupata vitu vingi sana. Unaweza kupata mafunzo ya aina mbalimbali, unaweza kaja hapa viwanjani ukatengeneza holiday kabambe kabisa, ama ukaja ukanunua camp ya kwako hapa viwanjani. Na vile vile kuna sehemu za watoto za kucheza. Elimu ni kubwa kuliko unavyotarajia, lakini kubwa zaidi ni sehemu ya mtoko. Ujafika kwenye vibanda vya kula, mheshimiwa, kuna watu wengi sana kula ambao wanapata burudani ya mziki na vyakula.
na watoto wanapata burudani mbalimbali. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kiingilio cha shilingi 10,000 au 5,000 ni kidogo sana kwa elimu unakuja kupata huku ndani. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.